Kwa jina naitwa Margaret Kadwela, nafanya kazi na shirika la Kivurini. Siku ya leo tulikuwa tuna mwendelezo wa programu yetu ya kupita mashuleni kupitia Bonanza, na leo tuko shule ya sekondari ya Mbugani Sekondari. Kama mnavyojua, tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya ukatili kupitia mabonanza shuleni, lakini pia kupitia midahalo mashuleni. Bado tunafahamu ziko changamoto mbalimbali ambazo wanafunzi wanakumbana nazo, na moja kati ya changamoto ambazo wamekuwa wakizisema kwenye midahalo ni changamoto za vitendo vya ukatili, hususan ukatili wa kingono, na wanafunzi wengi tumekuja kubaini kwamba bado hawajajua zile sehemu sahihi za utoaji wa taarifa. Yaani mtoto akifanywa ukatili leo aende akatoe wapi taarifa, kwa wakati gani, kwa muda gani, ili aweze kupata msaada zaidi. Lakini pia tumekuja kubaini kwamba baadhi ya wanafunzi wamekuwa waamini watu wao wa karibu ambao wanawapa taarifa. Inawezekana ni kwa sababu labda hawapati msaada wa karibu kwa muda, kwa wakati. Kwa hiyo wengi wanachagua kunyamazia vitendo vya ukatili. Kwa hiyo nafikiri haya mabonanza yametusaidia sasa sisi kujua hizo changamoto na kuwasaidia wanafunzi kuelewa kwamba wanapokutana na vitendo vya ukatili wasinyamazie tu, badala yake watoe taarifa mapema, na tunahamasisha zaidi watoe taarifa ndani ya masaa 72 kama mpango mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa unavyosema, kwamba moja kati ya kiashiria ni kwamba wahanga wote wa vitendo vya ukatili, haijalishi amefanywa kitendo gani cha ukatili, basi awe ametoa taarifa mapema ndani ya siku 3 ili aweze kupata msaada wa kimatibabu, lakini pia msaada wa kisheria. Lakini hii midahalo inasaidia pia walimu kuwaleta pamoja wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa shule, kwa sababu katika haya mabonanza kunakuwa na michezo mbalimbali ambayo watoto wanafanya kama vile mpira wa miguu, lakini pia michezo mingine, kuimba. Lakini hii pia inawafanya sasa watoto wana refresh mind zao na inawaweka tayari sasa kwa ajili ya masomo mengine yanayoendelea. Tumeweza kujifunza namna ya kuzuia ukatili na namna kutoa taarifa juu ya ukatili. Pia vile vile tumeweza kuja uwanjani kucheza michezo na tunashukuru tumeweza kuzadiwa jezi. Moja ya ukatili ambazo zinaweza kufanyika shuleni au mtaani ni pamoja na ukatili wa kingono, wa kimwili na kiuchumi. Moja ya sehemu ambazo unaweza ukatoa taarifa juu ya ukatili wa kijinsia ni polisi, ofisi za wenyekiti wa mtaa. Mtoto unamnyima haki yake ya msingi, kwa mfano elimu kwa wote ni sawa, lakini unamkuta mtoto mwenye ulemavu mzazi kamfungia ndani. Hiyo inakuwa sio haki stahiki kwa mtoto. Hii shirika kusema kweli linatuongezea ufahamu, lakini pia linafungua akili zetu.